ghafla, na manake kwamba tayari kile kiwango sasa tunachokisema cha 14.5 kitaongezeka zaidi na kitavuka hiyo 18%, na kiwango cha 11.7 kitaongezeka zaidi na kuvuka kile kiwango cha 15%. Kwa hiyo manake tayari nchi unakuwa umeingiza kwenye matatizo makubwa, na ndio maana kwamba ni lazima tukope kwa busara mkubwa na tutekeleze miradi yetu tu tuliyoipanga. Tusije tukafanya hata uzembe tu wa sisi kushindwa kukusanya kodi, tunaenda kukopa kuja kufinance matumizi yetu ya kawaida ya washa na starehe zingine. Na ndio maana tukaomba kwamba okay, kama utetezi ni huo mkubwa, kama tunahitaji kufanya mambo makubwa, tumelazimika mpaka tupate mikopo hiyo mikubwa, okay sawa, lakini lete jedwali hapa tumalize utata wa miaka mingapi? 5. Na hilo ambalo nalo limekuwa ni changamoto. Lakini tumeona Mheshimiwa Rais katika muda mrefu katika maeneo mbalimbali amekuwa akilalamikia sana na akiomba kupunguza kukopa, na akilalamika sana juu ya ukopaji wa mikopo inayoendelea, kwa sababu anaenda mbali kabisa mpaka anaona na kwamba kama tunanyanyasika kwa watu wetu ambao tunaenda kukopa mikopo, na mikopo mingine inabidi tuipate kwa masharti ambayo sio rafiki kwa nchi yetu, na masharti mengine ambayo mpaka wanayojaribu hata kuingilia uhuru wetu. Sasa tunakuwa na waziri wa fedha ambaye analalamikiwa na kila mtu. Sasa Mheshimiwa Rais anamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wabunge tunamlalamikia waziri wa fedha kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa. Wananchi wanamlalamikia waziri wa fedha huyu kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake sawa sawa, na kuliingiza taifa kwenye madeni ambayo hayakustahili kuingizwa kama taifa lingekuwa na mkusanya kodi wa kweli. Sasa kwa mantiki hiyo waziri wa fedha ameshindwa, na bahati nzuri mchango huu wa maandishi nilimkabidhi kwa maandishi waziri wa fedha, na nilitegemea kwa haya mambo mazito haya asingeweza kwenda nayo. Haya mambo mazito haya alitakiwa awe ameshayatatua, na nilitegemea kwamba ndani ya bunge angejibu. Lakini pia kwa dharau kubwa, hata ile kumention tu kwamba nimepokea mchango wa maandishi, kwa sababu mimi kama sikusimama kusema, silinipashwa pia kutambulishwa kwamba mchango wangu wa maandishi niliyoutoa, na hata kujibu baadhi ya hoja nilizokuwa nimemuuliza, na muda alikuwa amepewa na spika wa kuwajibu wa bunge. Hapa kuwepo na sababu ya kusema kwamba tena hizi hoja sisi tutakuja nazo kesho. Yaani wewe bunge limesharoketi muda wa waziri wa fedha wa kujibu hoja za waziri wa fedha, lakini alipata muda mpaka wa kuzungumzia timu zake za mpira za Singida. Huo muda aliupata. Lakini muda wa kujibu maswali ya wabunge ndani ya bunge haukupatikana. Bunge limeallocate muda wa wabunge wao kujibiwa. Wanaambiwa kwamba hoja walizoziuliza watajibiwa baadaye. Haya ni mambo ya ovyo sana. Kuambiwa wabunge waliokuja wameacha shughuli zao kuja kufanya kazi za wananchi, alafu mnaambiwa majibu si mtaletewa baadaye. Huyo waziri yeye huwa anafanya kazi gani mpaka uje utuambie sisi majibu tutaletewa baadaye? Tumekuuliza hapo bungeni, wataalamu wote wapo ndani ya bunge, na wamepewa kibali na Mheshimiwa Spika kuingia bungeni ili wamsaidie waziri kumpa majibu. Unatuambia kwamba majibu tutaletewa baadaye ya lini? Wakati baadaye sisi ndio tuko hapo tayari tumeshakaa na tumevaa kibunge kusubiri majibu, na tumetoka kwenye majimbo yetu, tumeambia wananchi tuko bungeni kuwawakilisha, alafu tunaambiwa majibu tutaletewa baadaye. Tunaletewa baadaye ya lini? Bunge limetoa muda wa kupewa majibu, unasema majibu tutaletewa baadaye. Kwa hiyo haya mambo haya ni mzaha sana katika usimamizi wa shughuli za wananchi, na kwa kweli haifai kuwa hivyo. Sasa kwa sababu waziri huyu ameshindwa, ni kama amekimbia hoja. Kwa hiyo hizi hoja bado zinamkabili, na kwa kweli anakabiliwa na mtihani mgumu wa kuhakikisha kwamba anapojiandaa kwenda kuleta ile bajeti kuu, ni lazima waeleze Watanzania ukweli, ni lazima waeleze wabunge ukweli. Nini kilichomsukuma kwenda kukopa mikopo peke yake kwa ridhaa yake, na kuja kuitumia kwa ridhaa yake, na kukopa fedha zingine usizipitishe kwenye mfuko mkuu wa serikali, unazichepusha unazipeleka moja kwa moja kwenye matumizi kwa ridhaa yako. Lazima Watanzania waambie. Kwa hiyo anakabiliwa na huo mtihani mgumu huo wa kuhakikisha kwamba hilo takwa analitekeleza, hata kama ameshindwa kunijibu hapa kwenye hii wizara ya kwake ya wizara ya fedha.
kabla ya bajeti kuu ya serikali, lakini anakabiliwa na upinzani, anakabiliwa na mtihani mkubwa wa kuhakikisha kwamba kama aliamua kukwepa hapa, basi kwenye bajeti ya serikali kuu hawezi kulikwepa hili. Ni lazima atuambie ukweli, tutoke na majibu hapa sote. Tupate jedwali la mikopo yote iliyokopwa ndani ya miaka 5 na matumizi yake yalivyofanyika. Mkopo huu tulikopa tukapeleka kwenye mradi huu, mkopo huu tulipeleka tukapeleka kwenye mradi huu, ili tuelewane vizuri. Lakini pia aeleze hizo sababu za kukopa bila kulishirikisha bunge na kufanya matumizi bila kulishirikisha bunge, lakini pia aeleze hizo fedha zingine alizokuwa anazikopa alafu haziingii kwenye mfuko mkuu wa serikali. Maana yake ni nini yani? Na huku akijua sheria zote za nchi zinakataa, na huku akijua katiba ya nchi inakataa. Serikali kushindwa kesi mahakamani. Jambo hili niliongelea pia kipindi kile cha hotuba ya bajeti ya ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Waziri wa utumishi na utawala bora, Mheshimiwa Simbachawene, alinijibu kwamba hizi hoja zangu zote hizi anazichukua, anaenda nazo serikalini wakatafute majibu. Kwa hiyo nilitegemea waziri wa fedha alivyoingia jana alitakiwa kulijibu hili jambo, alitakiwa kujibu kwa uhakika, kwa sababu kama nilivyosema wakati huo kwamba kwenye hizi International Center for Settlement of Investment Disputes ACCID, yale tunaita ni zile mahakama za kimataifa za usuluhishi wa migogoro ya kibiashara na uwekezaji, ACCID. Kwenye tovuti yake ilionyesha Tanzania imelipa zaidi ya trilioni 1.438 kwenye makampuni mbalimbali, na inatakiwa ilipe trilioni 2.47 kwa madai kwamba nchi yetu imeshindwa kesi mbalimbali kuanzia mwaka 2021 mpaka mwaka 2024. Na makampuni hayo niliyaeleza. Kampuni la Motero Mining and Exploration Limited la Canada ambalo linadai zaidi ya bilioni 72.9 na kwamba bilioni na linadai fedha hizo, na tayari bilioni 31 zimelipwa tarehe 20 Novemba 2024, na bado linatudai bilioni 41.7, na hizo tunatakiwa tuzilipe ifikapo tarehe 31 Januari na tarehe 28 Februari 2025, ambao na yenyewe imeshapita. Kwa hiyo yawezekana kabisa mpaka sasa hivi hizo bilioni 72.9 tumeshazilipa kwenye hilo kampuni la Canada. Lakini waziri katika reporting yangu ya awali mpaka hapo alikuwa ameshakwisha lipa bilioni 31 kwa kampuni hilo, bila kulieleza bunge na bila bunge kuletewa hiyo kopi ya mahakama. Tumeshindwa kwenye kesi gani? Kesi ilikuwa nini na tumeshindwa nini? Yaani unasikia tu tumelipa. Lakini kampuni la Indian Resources la kutoka Indiana Resources kutoka India lina madai ya bilioni 237, ambalo lenyewe tayari tumekwisha lilipa bilioni 156. Tayari tumeshakwisha lipa tumeshalipa bilioni 156. Zingine tunatakiwa kuzilipa ifikapo zilizobaki tunatakiwa kuzilipa ifikapo tarehe 30 Machi 2025, na yenyewe imeshapita. Ina maana tayari almost hizi bilioni 237 inawezekana na zenyewe zote tumeshazilipa. Lakini kampuni la Arab Contractor and Esri Electric lina madai ya milioni USD milioni 500, yani trilioni 1 sawa na trilioni 1.3, ambapo dola 150 sawa na shilingi bilioni 390 tayari tumekwisha kulipa, na bado tunadaiwa bilioni 910 kwa hukumu hiyo iliyohukumiwa. Sasa hebu wote tujiulize, hili kampuni la Arab Contractor na kampuni la Arab Contractor na Esri Electric ambao ndio wajenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, tunawadai bilioni 655 za ucheleweshaji wa mradi huo kwa zaidi ya miaka 2. Tunalidai ile kampuni Arab Contractor, tunamdai bilioni 655, lakini tunamdai bilioni 270 za nani hizi za CSR,
za CSR bilioni 270, jumla bilioni 926 kama sikosei. Jumla bilioni 926 ndizo tunazomdai. Imegeuka tena yeye ndio anayetushtaki na tayari tumeshaanza na kumlipa. Lakini haya yote yanafanyika, bunge haliambiwi. Wananchi hawaambiwi. Waziri wa fedha kwa mamlaka ambaye haijulikani anayatoa wapi, anaenda kulipa hizo fedha. Na hizi nazo hatujui, kwa sababu kipindi hicho iliripotiwa bilioni 390, yawezekana saizi ameendelea kulipa fedha hizo. Lakini kampuni la Hermanus Philippus Stein lenyewe tunatakiwa kulilipa bilioni 78, na lenyewe tumeshindwa kesi. Na makampuni mengine, mabenki haya kama benki ya Standard Chartered ya Hong Kong, ambayo yenyewe tayari tumeshalipa zaidi ya bilioni 482 bilioni tumeshazilipa. Lakini sisi zile tunazotakiwa sisi kulipwa hatujalipa hata moja. Kwa mfano kampuni la IPTL natakiwa kutulipa zile fedha zetu lililozichukua zaidi ya bilioni 400 na kitu, na kesi ilishaamuliwa tulipwe, mpaka leo hii hatujalipwa. Zile fedha za nani za bagei nini hizi fedha hizi za nini hizi ambazo tulishinda na zenyewe kwenye kesi mbalimbali, yani tukatakiwa kulipwa zaidi ya bilioni 170 na zenyewe mpaka leo hii. Kwa hiyo mahala popote tunakodaiwa na makampuni ya kitaifa tumeshalipa trilioni 1.438 mpaka sasa hivi. Lakini mahala ambako sisi tunatakiwa kulipwa hatujalipwa hata sumuni katika maeneo mbalimbali. Nilikuwa nazungumzia kwa mfano hata hela zile za pre-bargain. Zile fedha za pre-bargain zote hatujalipwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ina maana kwamba hatuna mkusanyaji wa mapato ya serikali. Yaani mamlaka zilizopewa jukumu la kukusanya mapato ya serikali, ambayo namba moja ni waziri wa fedha, kuna shida kubwa sana. Sasa kama hizi fedha za Watanzania zitakuwa zimelipwa trilioni 2.47. Yaani maanake ni trilioni 2 na bilioni 470. Tunatakiwa kuyalipa makampuni mbalimbali yaliyotushinda kesi huko katika mahakama za kimataifa. Sasa fedha zote hizi zinaenda kulipwa. Watanzania hawaambiwi, bunge haliambiwi. Waziri wa fedha mnaye bungeni kila leo, na ameleta hata hotuba yake hakuna maelezo hayo ameyatoa. Huku inafika mahala mnaambiwa kwamba makusanyo ya TRA 100%. Mnaenda kwenye miradi ya maendeleo, mnaambiwa miradi ya maendeleo mingine imesimama kwa sababu hakuna pesa. Ni maswali ya kujiuliza kwamba TRA imekusanya mapato karibia 98%. Halafu mnakuja huku mnakutana na taarifa mikopo tumekopa mpaka na zaidi ya bajeti tulioiweka. Halafu mnaenda kwenye miradi ya maendeleo, baadhi ya miradi ya maendeleo imesimama kwa sababu pesa hamna. Ni very controversial. Ni contravention kubwa ambayo maana yake nini? Maana yake ni pamoja na haya. Sasa kama unaweza ukalipa mpaka trilioni 1.438 nje ya fedha zilizoruhusiwa na bunge, nje ya budget, unategemea nini katika budget yako unayo implement? Mimi nilitegemea, kwa sababu hili jambo nilishalichangia bungeni, tena kwa kusema kwa sauti kwenye Wizara ya Utumishi na Utawala Bora. Nimesema tena kwa sauti, nilijua waziri wa fedha atakuja kabisa, ameandika ndani kwamba changamoto tulizozipata katika bajeti mwaka huu ni nchi yetu kushindwa kesi labda katika mahakama hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na hukumu pengine ameshapita kwenye kamati ya katiba na sheria, akapeleka zile hukumu akaziona na wenyewe, ili waone fedha za Watanzania. Ni lazima kila senti ya Watanzania wa maskini inapolipwa mahala fulani iwe kweli inalipwa kwa sababu za msingi, isilipwe fedha za Watanzania kwenye maeneo yasiyokubalika kwa sababu tu ya biashara za watu. Hapa na hapa mnaambiwa tu mmeshindwa kesi, zinaweza kuwa ni biashara za watu hizo. Na ndio maana hata Mheshimiwa Rais hapa juzi wakati anamwapisha huyu alipokuwa anafanya mabadiliko ya mawaziri wa katiba na sheria, alisema alipokuwa anamwapisha, nadhani alikuwa ni huyu waziri Ndumbaro, alipokuwa anamtoa kwenye wizara ya michezo anamleta kwenye wizara ya sheria, alimwambia kwamba huko unakoenda kuna mambo mengi sana yanayo involve mambo ya sheria, kawe sharp katika mambo hayo, ku-identify na ku-analyze, ili tusiwe tunaingia tu naambiwa kwamba ni sheria mmeshindwa kesi. Yaani ni wapi, nchi ya wapi ambayo unaambiwa tu umeshinda kesi afu kesho mnalipa? Tukishindwa kesi manake ile hukumu iletwe ndani ya bunge, ipite kwenye kamati yetu ya katiba na sheria,
kwenye kamati yetu ya budget, iletwe bungeni tueleze kwa nini kwanza tuliingia mkataba huo na kwa nini tumeshindwa. Na sababu za kushindwa ni zipi? Sasa inaweza ikawa biashara tu. Inafika kule kesi imefunguliwa, yawezekana hata watu hawahudhurii au vielelezo vya msingi havipelekwi. Mnaambiwa tu mmeshindwa, tumeshindwaje? Na fedha zetu za Watanzania zinalipwaje? Kwa hiyo hili mimi nilitegemea kabisa kwamba waziri wa fedha angekuja kulieleza bunge kinagaubaga juu ya nini hasa kilichotokea mpaka sisi tushindwe kesi mahakamani badala ya kukimbilia kulipa. Lakini hata hivyo waziri wa fedha anakabiliwa na huu mtihani, ni lazima atueleze kwenye bajeti kuu ya serikali mamlaka gani aliyoyapata kulipa fedha za Watanzania bila kibali cha wawakilishi wao. Mamlaka gani aliyoyapata ya kumruhusu yeye waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kulipa fedha za Watanzania bila kibali cha bunge, kulipa fedha za Watanzania ambazo hazijabajetiwa kwa shughuli hiyo, matrilioni ya fedha yote hayo. Lazima atueleze. Hili jambo haliwezi kuwa la mkopo, haliwezi kuwa la hiari. Ni lazima atueleze anapoleta bajeti yake kuu. Hatuwezi kusimamia waziri ambaye hakubali kusimamiwa. Na hii sisi tunafanya kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 63(2) imelipa mamlaka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuisimamia serikali na kuishauri serikali. Sasa kuna muda wa kushauri, kuna muda wa kuwasimamia. Katika hili tunaisimamia serikali. Unalipaje fedha za Watanzania bilioni almost trilioni 1.5, na pengine hapa zingine tu kwa sababu sina uhakika, yawezekana zote hizi trilioni 2.5 zimelipwa zote, kwamba mmeshindwa kesi zilipwe. Zinalipwa bila kibali chetu. Alafu waziri anakuja kwenye hotuba yake haelezi chochote. Maana yake nini? Kwa mfano haya malipo haya, ukiingia kwenye yale makampuni yaliyolipwa yameonyesha Tanzania kampuni fulani limelipwa na Tanzania. Ukienda kwenye tovuti ya KICD yameweka wazi, very transparent, kama sisi tumelipwa kwa kuwini kesi. Sasa waziri wa fedha wa kwetu kimya, waziri wa katiba na sheria wa kwetu kimya, waziri wa katiba, waziri wa ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora kimya. Yani mawaziri wote watatu waliokuwa wanahusika kwenye hili jambo wote wako kimya. Sasa ukishaona ukinye huo manake nini? Usiri huu unaleta mashaka makubwa juu ya uhalali wa malipo ya fedha hizo. Kwa sababu kama hela zimelipwa kikawaida, kesi tumeshindwa, genesis ya kushindwa zile kesi inaeleweka, kwa nini iwe siri? Wanasema the silence in a room speaks volumes. The silence in a room speaks volumes. Ukimya huu una mambo mazito huko ndani. Kimya huu una mambo mazito huko ndani. Na kwa kweli kama wawakilishi wa wananchi nadhani ni mambo ambayo hayakubaliki. Labda nimalizie na nisichukue muda wenu mwingi sana. Nizungumzie swala la udhibiti na utakatishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi ambao unasimamiwa chini ya kitengo cha Financial Intelligence Unit FIU. Kwanza, kwa taarifa zilizoletwa jana, napongeza kwamba Wizara ya Fedha imeweza kuratibu utekelezaji wa vipengele vyote 21 tulizokuwa tumepewa katika mpango kazi wa FATF. Na vigezo hivyo wizara imevitekeleza na nchi yetu kuondolewa kwenye orodha ya nchi zilizokuwa zinasimamiwa na FATF, baada ya kutekeleza hivyo vipengele vyote ambavyo tulivyokuwa tumeagizwa. Mimi na wabunge wenzangu, na hasa katika hili nasema labda nisemee waziri wa kamati ya katiba, kamati ya bajeti, kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, na mimi, ambalo hili jambo tulilifuatilia bega kwa bega kwa waziri wa fedha, kwamba kwa nini nchi yetu ipewe masharti 21, ipewe vigezo 21 na FATF, alafu tushindwe kuvisimamia vipengele hivyo kwa muda huo mrefu. Kwa sababu utekelezaji wetu karibia wa miaka karibia 3-4 ulikuwa 24% tu. Sababu ni nini? Leo
waziri wa fedha ametuletea taarifa akisema kwamba vigezo vyote hivyo vimetekelezwa, vigezo vyote 21, na nchi yetu imeondolewa kwenye orodha ya nchi zinazosimamiwa na FATF kwa karibu. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri na ni la kupongezwa. Lakini na wabunge na sisi ambao tulisimamia hili jambo zuri kwenye taifa, kwa sababu kama nchi yenu inawekwa chini ya uangalizi na kuitwa kwamba ni nchi oevu ya utakatishaji wa fedha haramu, watu wote wanaiwekea indicators. Kwa sababu maeneo haya maana unazungumzia utakatishaji wa fedha haramu, unazungumzia ufadhili wa ugaidi, unazungumzia ufadhili wa maangamizi. Kwa hiyo nchi yenu inapokuwa oevu katika mambo hayo inakuwa na challenges nyingi. Kwa hiyo nipongeze kwa hatua hiyo iliyofikiwa. Lakini kitu kibaya sana ambacho sikukifurahia, taarifa za waziri wa fedha sasa hivi za mwaka 2024-2025 na mwaka 2025 mwaka 2024-2025 na mwaka 2025 mwaka 2026 hazionyeshi idadi ya miamala shuku. Yaani waziri wa fedha anaingia ndani ya bunge kutoa taarifa ya FIU, haweki taarifa ya miamala shuku, ni idadi ya miamala shuku iliyopatikana katika mwaka wa fedha ni ngapi. Lakini pia je, miamala fiche ni mingapi na thamani yake ya fedha ni ngapi, ili kuwawezesha hawa wawakilishi wa wananchi waweze kuisimamia serikali. Kwa sababu unapowanyima wabunge taarifa hizi, hawawezi kuisimamia serikali katika eneo hili, hawawezi kuishauri serikali katika eneo hili. Na sababu za waziri kuondoa kipengele hiki muhimu ni nini? Katika miaka ya nyuma kilichozua mgogoro mkubwa, waziri wa fedha aliporipoti mwaka 2022-2023 kitengo aliripoti miamala 16,000 miamala shuku 16,097 yenye jumla ya trilioni 280, na akasema kwamba walifanya uchambuzi na wakapata miamala fiche 769 mwaka ule. Ikazua maneno mengi sana. Na hii miamala 16,097 miamala shuku hii 16,097 ilikuwa na thamani ya trilioni 280. Ikazua mjadala mkubwa sana bungeni. Maelezo mara yanaambia mara hii ni mauzo ya vitenge, mara ni simu zilizotimwa, lakini ukweli ni kwamba fedha zinazoripotiwa kama miamala shuku zinaitwa suspicious transactions. Ni transactions zenye mashaka. Haya, ndani ya suspicious transaction, mle ndani ni kweli zipo transactions zingine ni za kawaida tu. Mle utaseparate, utapata transaction ambazo ndio zenye mashaka, ndio zinaitwa miamala fiche. Na hiyo miamala fiche ndio sasa FIU inaichukua inapeleka kwenye mamlaka zinazohusika na uchunguzi. Sasa waziri wa fedha baada ya kuona mijadala hiyo, sasa hivi miaka 2 mfululizo anakwepa kuweka miamala shuku ndani ya bajeti, kulieleza bunge lijue miamala shuku ilikuwa mingapi na miamala fiche ilikuwa ni mingapi, ili na thamani zake za fedha, ili sasa bunge liweze kufanya kazi yake sawa sawa. Sasa lakini kamati ya bajeti jana yenyewe ikatuambia kwamba miamala shuku, yani suspicious transaction, ilifikia milioni 1.3 yenye thamani ya jumla ya shilingi trilioni 463. Sasa kwanza, kiwango cha fedha kuwa na suspicious transaction za trilioni 463 ni kiwango kikubwa sana. Tulitegemea waziri mwenye nia njema na nchi yake, mmoja angetuambia kwamba alipoziona zile transaction miamala shuku yenye thamani ya trilioni 463 alifanya uchambuzi wa miamala mingapi na akaigundua kwamba hiyo miamala ndio miamala fiche ambayo sasa inahitaji uchunguzi zaidi. Kwa nini imefichwa? Kwa sababu FIU sio kitengo cha kupokea tu suspicious transaction. FIU ni kitengo cha kufanya uchambuzi wa miamala, kupokea suspicious transaction na kufanya uchambuzi na kupata hidden transaction au miamala fiche.
ili sasa waweze kujua kama waweze kujua kiwango cha fedha ambazo kimetakatishwa na akina nani waliotakatisha, ili waweze kuwasiliana na mamlaka zingine za uchunguzi zinazotakiwa kuchukua hatua baada ya hapo. Lakini taarifa hii zote zimefichwa. Lakini unajiuliza, hivi ni waziri wa aina gani ya fedha tuliye naye, ambayo kweli bunge, ambayo yeye ni waziri wa fedha, ambayo ni extension ya powers za bunge, kuwa waziri uende kwenda kuisimamia serikali na uwaletee wabunge wenzako ukweli juu ya serikali inavyoendeshwa, ufiche taarifa kwa kiwango hicho. Sasa wewe kama msimamizi unawezaje kuficha taarifa, kutuambia kwamba zile miamala zilikuwa ni za jambo gani na umesimamia kwa nguvu gani? Sasa kuwepo kiasi kikubwa cha miamala shuku nchini, swala linalotishia usalama wa taifa letu. Unapokuwa na hii miamala shuku mingi, inatishia usalama wa nchi. Lakini huwezi kukusanya mapato katika miamala shuku na kama kuna utakatishaji mkubwa wa fedha za umma. Maana yake kuna fedha haramu itatapakaa. Na fedha haramu inatapakaa kwenye kikundi tu cha watu. Maana yake huwezi kukusanya kodi. Lakini pia lazima kutakuwa na utoroshaji mkubwa wa fedha kwenda nje ya nchi. Lazima kutakuwa na utoroshaji mkubwa wa fedha kwenda nje ya nchi. Yani illicit financial flow itakuwa ni kubwa. Lakini lazima kuna uhamishaji mkubwa wa bei za bidhaa na huduma, transfer pricing. Maanake huwezi kucollect revenue. Lakini kuna biashara za magendo na kuna biashara haramu nyingi zilizotapakaa. Yani mazingira ya kuwa na miamala fiche mingi, maanake ujue kwamba shughuli nyingi za kiuchumi zinazofanyika sio halali. Shughuli nyingi zinazofanyika ni haramu. Economic activities nyingi zinazofanyika, business and economic activities zingine zinazofanyika ni haramu. Sasa unawezaje mambo haya yakaruhusiwa na ukaleta hiyo taarifa bungeni very right? Very right. Yani kana kwamba sio tukio yani. Kana kwamba kile kitengo ni kitengo kidogo tu. Hakina maana yani. Mpaka taarifa yake haihitaji kuwekwa ndani ya taarifa ya waziri wa fedha. Tumechoka nchi yetu kuendelea kuripotiwa kuwa nchi oevu ya utakatishaji wa fedha haramu, na hata mpaka kuwekwa kwenye kikosi kazi cha kusimamia mwenendo wa kudhibiti utakatishaji wa fedha haramu, yani Financial Action Task Force, ambayo nilikuwa naizungumza FATF ndio hiyo Financial Action Task Force. Kwa hiyo tumechoka nchi yetu kwa sababu pamoja na kwamba tumeondolewa, lakini ukiangalia matendo haya yalivyo na usiri huu unaowekwa, tunaweza kurudi huko tu. Namba 7, mfumo wa ununuzi wa NeST. Hapa nilichokilalamikia tu na ambacho naomba waziri wa fedha akibadilishe ni kwamba huu mfumo wa NeST ni mfumo wa manunuzi. Ni mfumo wa manunuzi nchini ambako taasisi mbalimbali za serikali zinatakiwa kutumia huu mfumo wa NeST. Sasa huu mfumo wa NeST umeenda mpaka kwenye kusimamia mpaka manunuzi madogo yasiyozidi milioni 100, ambao manunuzi hayo yanatumia njia ya manunuzi inayoitwa rasilimali za ndani, yani force account. Sasa mtu shuleni umepeleka milioni 50 tu mbunge ya kuwachangia kununua mifuko 10 ya simenti, wanatakiwa kutafuta mzabuni kwa kutumia NeST. Kwa hiyo ukienda jimboni kwangu sasa hivi miradi midogo mingi imesimama kwa sababu hakuna mtu atakayetenda. Kwanza wanaotenda mifuko hiyo hawapo hata kwenye mtandao ya simu. Yani wakae kuangalia mfumo wa NeST nani katangaza, hawamo. Sasa miradi hii midogo haihitaji mfumo wa NeST, na watu wa PPRA sijajua kwa nini wameleta hii confusion ya mpaka kuingiza manunuzi yanayofanyika kwa force account kuingiza mambo ya NeST. Kwa hiyo ninachoshauri ni kwamba PPRA pamoja na Wizara ya Fedha waondoe hiki kipengele hiki, ili kwa sababu sehemu mbalimbali na wabunge wengine nimewasikia jana wanalalamikia juu ya mfumo wa NeST kuingizwa kwenye mikataba midogo au kwenye manunuzi madogo ya chini ya milioni 100. Urudiwe utaratibu ule, kama tulikubaliana force account watu wanafanya purchases sisi kwa nguvu kwa rasilimali za ndani, waendelee hivyo kwa force account, waendelee kwa utaratibu uliokuwepo. Ibaki hii ya kutangaza tenda. Sasa uwezo ukasema tena rasilimali za ndani huku tena unatangaza. Hizi ni confusion ambazo wamezileta na zinasumbua. Miradi mingi imesimama na haitekelezwi kwa sababu hilo. Jambo lingine kwa kifupi sana ni mamlaka ya rufani za kodi. Katika jambo la mamlaka ya rufani za kodi, waziri ameonyesha tu kwenye taarifa yake aliyoiwasilisha. Kama nyinyi wote mnavyofahamu kwamba wabunge tumelalamikia sana juu ya kodi zinazoshikiliwa katika mapingamizi yaliyofunguliwa katika mamlaka za rufani za kodi kwa maana ya TRAT, TRAB na KET. Sasa mfano tulishafika mpaka kwenye trilioni 10.5.
Sasa taarifa ya waziri hii ya jana aliyoiwasilisha, kwanza haielezi mwendelezo kwamba yale malimbikizo ya nyuma yameshalipwa. Kwanza malimbikizo ya nyuma, tulishinda kesi ngapi? Tulishinda kesi ngapi? Tulilipwa fedha ngapi? Mashauri yaliyofunguliwa nyuma yalikuwa mangapi? Tumeshashinda mangapi? Na tumekusanya fedha ngapi? Je, mashauri yaliyosajiliwa mapya yamesikilizwa na kumalizika mangapi? Tumeshinda mangapi? Na tumelipa fedha kiasi gani kutokana na mashauri hayo? Lakini waziri wa fedha alichokiweka yeye kwenye taarifa yake, anaonyesha tu kwamba serikali mashauri kadhaa yalipokelewa na kufunguliwa, yamesikilizwa kadhaa na kuamriwa yenye thamani kadhaa. Lakini swala la kwamba mashauri ya nyuma yale yaliyokuwa yameripotiwa nyuma yalishasikilizwa yakamalizika, yalikuwa kesi ngapi serikali ilishinda au TRA ilishinda, na tulikusanya shilingi ngapi baada ya kushinda kesi hiyo? Kwa sababu kushinda kesi kwenye mapingamizi au kumalizika kwa mapingamizi kusikilizwa sio ni issue. Issue ni kwamba baada ya kesi kuamriwa tulishinda mashauri mangapi na tulikusanya fedha kiasi gani. Sasa kwenye taarifa ya waziri hakuna mambo hayo. Sasa takwimu, mwendelezo wa waziri kuendelea kuficha takwimu inaleta mashaka juu ya uhalali na uadilifu wake pia. Yani unafichaje? Yani takwimu kama hizo kwa nini zinafichwa kwenye bunge? Taarifa ambazo tumezilalamikia muda mrefu. Na mimi nimeona hata hivyo kuna improvement. Kesi hizi zilikuwa zisikilizwi kabisa. Unakuta kesi zinamaliza karibu miaka mitatu, miaka mingapi hazisikilizwi kwa maana ya mashauri. Sasa hivi nimeona kasi ya usikilizwaji ni nzuri. Na kwa sababu ya ushauri ambao tuliutoa na kuwasimamia kweli serikali. Sasa leo hii unashindwaje kutuambia kwamba bana baada ya mashauri haya kusikilizwa tumekusanya fedha kiasi gani? Tuna rate ya kushinda kesi ikoje? Na je, tuendelee kujimarisha vipi ili mamlaka zetu hizi za rufani za kodi siendelee kufanya kazi nzuri na kuhakikisha kwamba kesi zinasikilizwa kwa wakati ili fedha za umma ziweze kukusanywa kwa wakati. Hitimisho nasema hivi: kwa muda mrefu waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba amekuwa akivunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa akivunja sheria za nchi kwa makusudi. Na pengine mimi naweza kusema pia amekuwa akilidharau hata bunge. Ushauri wangu, bunge limtake waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba kuwasilisha taarifa zote za mikopo, FIU, taarifa za FIU, mamlaka za rufani za kodi na misamaha ya kodi. Lakini la pili, mamlaka za uchunguzi na taasisi za kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na sekretarieti ya maadili ya uongozi wa umma na kadhalika zifanye uchunguzi wa uadilifu na ukwasi alionao waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Ni mambo mawili ambayo nayo yapendekeza very seriously kutokana na hizi allegation nilizozitoa, very seriously kwamba mamlaka za uchunguzi ikiwemo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yani TAKUKURU, sekretarieti ya maadili ya uongozi wa umma sifanye uchunguzi juu ya uadilifu na ukwasi alionao waziri wa fedha Dr. Lameck Muguru Nchemba na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Tunayo safari ndefu ya kufanya mapinduzi makubwa ya uchumi na maendeleo kwa wananchi wetu. Tumepania kufanya hivyo na hatutaogopa kufanya hivyo, na kamwe hatutakiwi kurudi nyuma, kwani penye nia pana njia.